Sema Bwana tegemeo na mpaji wako. Masetele barabasa laba. Naona ile andiko hiyo somo linahusiana kidogo na somo fulani tumesoma kama siku 3 zimepita. Bwana ni tegemeo na mpaji wako, Wale ambao wanajua Kiingereza kuna neno linaloitwa sustainer. Yani provider, yani yule ambaye anakupa vile, anakutunza na kukuhifadhi katika hali zote, katika mazingira yote. Andiko la ufunguzi ni wa Filipi sura 4 sura 19. Neno linasema na Mungu wangu awajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Sikia ile neno mtumishi. Inasema na Mungu wangu awajazeni kila mnachokihitaji. Sio ajazi yale machache tu, yale ya muhimu sana. Yale mengine ni luxury, ni anasa. Lebraga la bazira. Kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake. Yaani kwa kifupi Bwana ni tajiri chofu. Labrage la bara. Anasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Hivi mwiko waza maneno. Anasema wanyama 1000 katika milima 1000 ni mali yangu. Yaani kama ningekuwa na njaa, alikuwa anaambia wana Israeli, kama ningekuwa na njaa singekuja kwenu kuambia mnipe, sababu walikuwa wanataka kuchinja ile sadaka moja asubuhi na moja jioni. Kwa hiyo akamwambia kama nilikuwa na njaa, yani nina hamu ya kula, anasema nyama choma, singekuja kwenu niambie mnipe ng'ombe mmoja. Anasema 1000 cattle in 1000 hills. Yaani kama wanyama 1000 katika milima 1000 ni mali yake. Kwa hiyo aikwambia nipe sio kwa sababu ana shida, ni kwa sababu anakufundisha umesema njia ya juu iliyo bora ambayo inasababisha zile baraka zake ambazo tayari ameshakupa zio uhalali wako. Baraka seliba. Yaani kuna namna ya kuactivate au kuchochea ile baraka iflow, yani ibubujike. Sawa? Utembee katika uhalisi wake. Ndio maana anakuambia fanya hivyo vitu. Lakini sio kwa sababu eti yeye ana shida au Mtoto wa Mungu anaanza kusema hivi, kama Wakristo tunaposema Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yetu, ina maana zaidi ya yeye kuwa mwokozi au kuwa mwokozi wetu. Inaenda mbali zaidi ya hapo. Yaani Bwana, unasema ni Bwana wa maisha yako, mtu anaanza kwamba sababu ameniokoa kutoka kwenye dhambi. Ni kweli. Lakini inaenda zaidi ya hapo. Yaani lengo sio tu kuokolewa kutoka kwenye dhambi, kuna maisha ya juu na bora zaidi baada ya kule kuokolewa. Kwa kule kuokolewa ni kitendo cha kwanza. Yaani kama vile mchako wewe kutolewa kule kwenye giza kuleta kwenye nuru. Sasa ukija kwenye nuru kuna maisha unaishi baada ya kuingia huko. Mtoto Mungu anasema maneno ya Kiebrania na ya Kigiriki ya neno Bwana yana maana ile ile, yani yanafanana, ambayo inajumuisha kwamba ni bwana au master, yani yule mkuu, mlezi, mpaji wa chakula, tegemeo, bosi na mwalimu. Kwa hiyo ukisema neno mwana, maana yake inamaanisha neno Bwana maana yake inamaanisha kwamba yeye ni mlezi, ni mpaji wa chakula, ni tegemeo, ni bosi na ni mwalimu. Hiki ndicho kiini cha maana ya Yesu kuwa Bwana. Na ina maana yeye ni tegemeo lako, Bwana wako, mlezi wako, mpaji wako wa chakula na mwalimu wako. Kwa Bwana ni mpaji wako wa chakula, ni mlezi wako. Mali raba siti di baraba la borobos. Krepa jele mandara bolobozira. Hebu fikiria, kama huyo ambaye ni tajiri na mkuu na anamiliki ulimwengu wote, ni kazi ya mikono yake. Jana tulijifunza kwamba sio tu ameumba ulimwengu, ameumba kwa sababu yake, yani kwa ajili yake. Unajua unaweza kaambia ujenge nyumba, sio kwako, wewe ni mjenzi. Umeelewa? Na mjenzi mzuri, ni msanifu kabisa, ukatengeneza nyumba matata nzuri. Lakini sio kwako mtumishi. Sasa Bwana sio tu kwamba ameumba mbingu na nchi, no. Vyote ni vya kwake na kwa ajili yake, na viko pale kwa sababu yake. Sasa huyu akiwa Bwana kwenye maisha yako, yani ndio yule bosi wako, ndio mwalimu wako, ndio tegemeo lako, ndio mpaji wako, maisha yako yanatakuwa yaweje? Kabisa. Ndio maana nilikwambia siku ile, umaskini ndani ya Ukristo sio lazima. Yaani unaweza kuchagua kwa maskini, lakini Bwana hajakuumba uwe maskini. Ambao ni sawa kwa sababu una uhuru. Kumbuka umepewa utashi, uwezo wa kuchagua kwenda huku au kule, kukubali au kukataa. Malika zalaba. Mtoto wa Mungu anasema kama hili ni kweli na tunamshukuru Mungu kwa kuwa ni kweli, basi ina maana kwamba yeye ana uwezo wa kutosha kukutunza.
Huna haja ya kumsii akutunze au kumsii akupatie mahitaji yako huku ukiwa katika hali ya msononeko au taharuki, kana kwamba hayuko radhi kufanya hivyo. Maombi ya namna hii yanaakisi kutokuelewa Yesu ni nani kama Bwana na mlezi au tegemeo lako. Kuna wale watu wanaomba, Bwana naomba nibariki, Bwana ukitaka naomba nibariki, Bwana naomba nisaidie Bwana. Wakati mwingine maombi yanamneno mtu akiona sasa huyu mtu ni mnyenyekevu. Huyu mtu ratigili buru bala basira. Wanangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ndo haya. Anahamasa mafanikio yako kuliko ambavyo wewe unataka kufanikiwa. Yaani kama hujaelewa ndo hicho nimesema. Anahamasa, anashauku kwa kuone wewe ukiwa katika ubora na ushindi kuliko ambavyo unataka kufikiri wewe mwenyewe. Ndio maandiko yanasema hivyo. Sababu kabla hatujamjua yeye alikuja kufa kwa ajili yetu, akatoka katika dhambi. Sasa unafikiri nini, kipi ni kikubwa? Yaani kama Mungu hakumzuilia mwanae wa pekee, alimtoa kwa ajili yako na kwa ajili yangu na kwa ajili ya ulimwengu mzima, ni kitu gani kingine ambacho ni kikubwa zaidi ambacho atakizuia asitupe? Kama ameweza kumtoa mwanae wa pekee kwa ajili yako na kwa ajili yangu na ulimwengu mzima, nini ambacho ni kigumu tena hawezi kukupa? Ndio Mungu anasema. Soma maneno yake katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 11. Neno linasema, basi ikiwa ninyi, hii ni Mathayo 7:11. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Alisema usoma juu utaona kwamba nani ambaye mtoto wake akija kumuomba mkate atampa jiwe. Samaki atampa yani nyoka. Yeye atampa nge. Akasema kama nyinyi ambao ni waovu mmeweza kukawapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba yenu aliye mbinguni? Unafikiri yani amekuita wewe kuwa ni mwanawe alafu hana mpango wa kukutunza, kukuhifadhi? Yani wewe ni mtoto wa mfalme. Mfalme anayemiliki, naomba nikwambie swala uchokozi, magari yote yenye matairi meusi duniani. Raga bala 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 bazira. Unafahamu utukufu wake na ubora na uwezo wake? Bala krati bala bazira. Yaani ukielewa hivi, lazima ibadilishe mtazamo wako na fikra yako. Huwezi kutembea katika unyonge. Haijalishi ni aina gani ya kazi unafanya, haijalishi ni biashara gani mtumishi, haijalishi uko wapi. Sio kuhusiana na kazi unayofanya, ni kuhusiana na wewe ni mkuu namna gani ndani yako. Unajionaje mtumishi? Wewe umetokea wapi? Raba zekele baraba. Mtoto Mungu anasema tafakari hili kwa muda. Unapaswa kujifunza kumtumaini Bwana na kutegemea neno lake tu. Litende neno lake. Mifumo ya dunia hii inashindwa. Yaani usitegemee mifumo ya ulimwengu huu. Usitegemee akili yako mwenyewe, mtazamo wako mwenyewe, fikra yako mwenyewe, hapana. Mtegemee yeye. La rabasika la barabundurubozira. Kwa sababu mifumo ya ulimwengu mtumishi inashindwa. Biblia inasema amelaaniwa yeye amtumainiaye nani? Mwanadamu, na kumfanya kuwa kinga yake wakati amemwacha Bwana ndani ya moyo wake. Sapa la barabulubozidi rubura. Ndio Mungu anasema hivi, katika siku za Yusufu, Biblia inaandika kwamba fedha ilikosa thamani. Katika siku za Yusufu yule, ukisoma katika Agano la Kale, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura 47. Mazeli mandara basile, praktolo pradiga la bazira. Sebro dojeli paramanda, rateli mandara kosa, peja la mandara bazira. Ndio Mungu anasema mfumuko wa bei ulikuwa umekithiri na sarafu ikawa haina thamani. Lakini katika kushindwa huko, watu wa Mungu walipata ufanisi usio wa kawaida. Mali kadabazira. Kwa nini? Kwa sababu tumaini lao lilikuwa kwa Bwana na ambaye ni tegemeo lao. Umepata hii picha? Bala rabo sonto koro bala bazira. Para ba gente le mandara basira. Hii ni tofauti sana. Kwamba huwa kuna shida kwenye mfumuko wa bei wa wakati huo. Lakini watu wa Mungu sababu walikuwa wanamtegemea Bwana, walikuwa na namna ya tofauti sana. Walikuwa na ushindi usio kwa kawaida. Na mtoto Mungu anasema Bwana Yesu ana uwezo zaidi wa kukutegemeza katika kila msimu wa maisha. Soma Mathayo sura ya 6 mstari wa 25 mpaka 34. Ana mfumo, anayo namna ya kukutegemeza kwenye maisha yako kwenye kila nyanja. Anasisitiza thamani yako na kisha anakuambia nini ufanye na nini usifanye. Nenda kasome Mathayo sura ya 25 sura ya 6 mstari wa 25 mpaka 34. Uone Bwana akieleza thamani yako wewe ambaye ni mwanawe ni nini. Na namna gani ambavyo unatakiwa ufanye ili utembee katika hiyo thamani na huo bora na ushinde. Ndio Mungu anasema
Hivyo basi, tenda kulingana na neno lake. Maisha ya ushindi ni ya wale wanaotenda kulingana na neno la Mungu. Maisha ya ushindi ni kulingana na wale wanaotenda kulingana na neno la Mungu. Mazekele mondorobo sita. Pala jela manderebo zulu badabazira. Hebu waza tofauti leo. Hebu elewa kwamba yeye ni mpaji wako, yeye ni egemeo lako. Yeye ni tegemeo lako, yeye ni ushindi wako. Usijione kwamba mimi ni hivi hivi tu, mimi ni choka mbaya. Hapana mtumishi. Ukiwa ndani ya Kristo kuna mfumo wa ugavi, inaitwa supply system. Ndio maana yeye ni mpaji wako. Hebu fanya maombi haya asubuhi leo. Sasa Baba mpendwa, ninakushukuru kwa kuwa Bwana wangu, wewe ni Bwana wangu na tegemeo langu. Nakataa kukaa na wasiwasi juu ya jambo lolote, kwa sababu najua wewe ndiwe mlezi wangu, wewe ndio mpaji wangu, wewe ndio mwalimu wangu, wewe ndio chanzo changu, wewe ndio kimbilio langu. Tumaini langu liko kwako. Ninatenda kazi katika ustawi usio wa kawaida, kwa ninavyoishi kwa neno lako katika ushindi kila siku, katika jina la Yesu, amina. Labra golo barabasida. Tumaini lako ni kwa Bwana. Kuna jambo la muhimu sana lazima ulielewe kuhusiana na mfumo wa ungesema ugavi katika ufalme wa Mungu ambao tunaishi. Bwana ni chanzo chako. Kazi yako sio chanzo chako. Ajira yako sio chanzo chako. Biashara yako sio chanzo chako. Hiyo ni moja ya mikondo ambayo Bwana anaweza kaitumia kuleta ushindi, ubora, utukufu, mapato kwako, lakini sio chanzo. Ragalabadabazira. Bwana ndiye chanzo chako. Huo ndio utakuwa mtazamo wako, fikra yako, mawazo yako. Na ukianza kumuona yeye kama chanzo chako, utagundua lile andiko tulilisoma la ufunguzi, kwamba na Mungu wangu awajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake. Yaani ndio utaona utajiri wa Bwana zaidi ya ile ajira ulionayo. Rabalabazigeleboroboroba. Yaani utagundua mfumo wake wa kukupa vitu, wa kusupply kutana na mahitaji yako. Unaenda mbali zaidi ya ajira yako. Yaani kwa kifupi, ukisoma maandiko yanasema all things are yours. Mambo yote ni yenu. Yaani vitu vyote ni vyenu. Vilivyoko vinavyokuja. Kwa lazima mtazamo wako ubadilike, namna ya kuwaza na kufikiri kuhusiana na ugavi unaotoka kwa Bwana. Kwanza lazima uelewe katika ufalme wa Mungu ambao kuna mfumo wake wa kifedha. Sababu kila ufalme, yani kila dola ina mfumo wake wa fedha. Upo katika ufalme wa Mungu ambao kuna mfumo wa kifedha. Una mfumo wa ugavi. Kwa hiyo nataka uwaze kwanza yeye ndio chanzo, sio biashara yako, sio kazi, sio ajira. Ona mbali zaidi ya ile ajira na ile kazi mtumishi. Mtumaini kwa maisha yako, alafu uone namna ambavyo anakutana na mahitaji yako katika namna ambayo huwezi kueleza kwa kawaida mtumishi. Ile juzi tulisoma kuhusiana kwamba moja ya baraka ya Bwana, moja ile neema yake katika maisha yako ni kukusaidia kupunguza matumizi yako. Yaani hivi, anakuongezea kipato lakini matumizi anapunguza, kwa maana kwamba yale matumizi ambayo sio lazima, sio muhimu, anakata, anaondoa. Bale karabologo sikarabatiri bana. Na kingine mfumo wa supply, yani wa ugavi kwa Bwana kwako, sio yani kwako, kwangu na wote ambao tunamwamini, sio katika unasema kwenye mabano fedha peke yake. Sababu watu wanawaza ni fedha peke yake. No. Kuna tofauti kati ya unasema pesa na fedha katika mfumo wa yani najaribu kusema kwa Kiingereza kusema there's a difference between cash and money. Money and finance, there's a difference. Yani fedha kama keshi ya kushika mkononi, sawa? Na fedha kama ule mfumo ni tofauti. Financing, yani kwamba Bwana anaweza kukuletea ile finance ya kutoa. Sababu finance sio fedha tu, cash inaweza kawa ni rasilimali, sawa? Ni mifumo, ni wepesi, ni urahisi wa mambo. Yaani baraka yake unajikuta kazini umeenda, umepewa na gari na nyumba na ada watoto wanalipa, na sio, umeelewa?
Ingawa mshahara wako ni kiasi kadhaa, lakini vile vitu vingine vyote ambavyo ulikuwa kawaida ndio unavitumia kwa ajili ya kutumia ule mshahara, sasa hivi vyote vimekuwa taken care. Yani la raba sila. Nataka tusome andiko moja katika mafunzo ya ziada. Mwanzo sura 47 mstari wa 15. Nitakutia moyo kama unataka kuisoma hiyo Mwanzo 47 yote, itakushangaza sana. Mwanzo 47 mstari wa 15 inasema, fedha zote zilipokwisha katika nchi ya Misri na katika nchi ya Kanani, Wamisri wote walimjia Yusufu wakisema, tupe chakula. Okay? Tupe chakula, kwa nini tufe mbele ya macho yako, maana fedha zetu zimekwisha. Yani hawa waheshimiwa walipigwa na njaa moja. Wakatumia fedha zote zikaisha. Yani swali langu, unajua ukisoma haraka haraka unaona ni njaa tu kawaida, lakini ni mporomoko wa kiuchumi kiasi kwamba fedha ikapoteza thamani. Yani hivi unayo fedha lakini hamna chakula, unafanyaje? Una burungutu la fedha, una gunia limejaa fedha, lakini huwezi kupata mkate. Maana yake ile fedha imepoteza thamani kabisa, kiasi kwamba ukienda kusoma huko ndani utaona, yani Farao Yusufu alifanya Farao kuwa tajiri kupitia ile njaa ilikuwa imetokea, kupitia ule mporomoko wa uchumi, kwa sababu Misri yote waliuza kila kitu, wanyama wao mpaka ardhi. Yani ile mashamba yao na viwanja vyao vikawa ni mali ya Farao. Wao wanafanya kazi, wanapata 4 ya 5 ya ile, alafu wanampa 1 ya 5 Farao. Wakati huo Israel wamekuja, wamewekwa eneo linaloitwa Gosheni. Sawa? Kwa sababu Yusufu ndio sikarabalabazira. Yeye ndio yuko pale analihifadhi ile taifa. Nasema wanakula bata mtumishi. Bata zuri kabisa. Wakati mwingine jamaa wanasagika, wanaumia hatari. Ndio maana ukikaa kwa Bwana mtumishi kuna tofauti kabisa. Inabadilisha namna yako ya vitu kufanyika. Upepo ule unaoharibu wengine unakubeba wewe na kuinua. Nitakusomea andiko lingine. Hii ilikuwa ni Mwanzo sura 47 sura 15. Andiko lingine ni Zaburi 37 mstari wa 25. Zaburi 37 mstari wa 25. Masiti li barabala borobos. Ay. Riga zala baramundo. Rakiti li baramanda rabasira. Andiko linasema, ndakutia moyo pia kama unaweza kwenda kusoma hii Zaburi yote, itakuwa nzuri sana. Yani itakuwa nzuri mno. Ya 37. Neno linasema, nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Unaona baraka ya Bwana inayotajirisha ambayo ina majuto mtumishi. Anasema nilikuwa kijana, kwanza nilikuwa kijana mdogo, mpaka sasa hivi nimekuwa mtu mzima, nimezeeka, sijaona mwenye haki aliyeachwa. Wala uzao wake ukiomba ni chakula, ukiomba mtumishi. Masikili barabara. Ukisikia haki, mwenye haki huyu ni wewe ambaye umezaliwa mara ya pili mtumishi, ambao Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umefanywa kuwa mwenye haki wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Na andiko lingine ndio hiyo Mathayo sura ya 6 mstari wa 25 mpaka 34, ambao nakutia moyo nenda kasome. Fala kasakala baraba. Wewe unatusikiliza asubuhi ya leo, inawezekana hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na mambo haya yanaonekana kama vile yako mbali sana na wewe mtumishi. Hapana, yako karibu kabisa. Kama ukiamini tu, ukikubali kile ambacho tunakuambia asubuhi ya leo na kutumaini kutoka ndani ya moyo wako, basi badiliko litatokea. Hebu fanya sala hii pamoja na mimi, wewe ambaye hujazaliwa mara ya pili. Sema, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Kupitia yeye na katika jina lake ninao uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Sala hii kwa ajili yako asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema asante kwa wale wote ambao asubuhi ya leo wameamini katika mioyo yao yote na kukiri kwa vinywa vyao kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yao. Ninawabariki kwa neno lako na kwa roho wako Bwana, na yule adui ana madai yoyote dhidi ya maisha yao. Wanatembea katika upya uzima, wanatembea katika kweli yako, wanatembea katika ubora, wanatembea katika utukufu. Asante Bwana hata kwa wale wote ambao wametusikia asubuhi ya leo. Kweli neno hili ni taa ya miguu yao na nuru ya njia yao. Wanatembea katika utukufu wa ufahamu huu, wa uelewa huu, kwamba wewe ni egemeo lao, wewe ni tegemeo lao.
kwamba wewe ni mpaji wao Bwana. Bala rabo sonto labra vide bajala banda rabasira. Na kuanzia leo hii wana fikra tofauti, wana mtazamo tofauti, wanaongea tofauti, wanatenda tofauti, wanaishi katika uhalisi wa neno hili, wanatawala ulimwengu wao. Malikra bala mosa bradeja la manda rabasira. Na wanakula mema ya nchi na kufurahia baraka ndani ya Kristo Yesu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Wow. Mungu akubariki sana kwa kutusikiliza asubuhi ya leo, na unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo 0736000999 0736000999. Na pia tungependa uungane na sisi kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinakwenda lisali moja kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6. Kwa hiyo ukiwa tayari kuchangia, kushiriki na sisi kwa hali na mali, tafadhali fanya hivyo kupitia hiyo namba, au wasiliana nasi, tutakupa namba nyingine ya Voda, unaweza kufanya hivyo, na Mungu akubariki sana. Tunasema pia asante sana kwa wale ambao tayari wameshaanza kufanya hivyo. Baraka ya Bwana hii juu yako katika namna tofauti na pekee, na hakika kuna utukufu, ushindi kwenye kila nyanja ya maisha yako katika jina la Yesu. Amina.